takwimu za Young Africans ambazo wapo nazo mpaka hivi sasa katika msimamo wa ligi kuu ya NBC. Michezo ambayo wameweza kucheza ni 14, wamepata ushindi michezo 11, wamekwenda sare katika michezo mitatu, hawajafungwa mchezo wote mpaka sasa, ni unbeaten, wamefunga magoli 31, wamefungwa magoli 2 pekee. Wapo nafasi ya kwanza na alama zao 36. Kileleni kuna baridi kali, wapo Arusha kuna baridi. Kileleni kuna baridi kali na ya kutosha. Lakini Yanga wanajivunia safu yao ushambuliaji. Yaani wamefunga goli 31, ni goli nyingi zaidi wamefunga. Na wenyewe wameruhusu goli 2. Kwa hiyo ni timu ambayo unaiona wako vizuri kwenye kufunga na wako vizuri kwenye safu yao ulinzi. Ukiangalia na TRA wenyewe wamefunga goli 17, wamefungwa goli 15. Unaona, na yenyewe ni timu ambayo inafunga kidogo lakini ina vile inajilinda kwa sababu imeruhusu goli 15 katika mechi zao 13 nadhani. Kwa hiyo unaona kuna nafasi Yanga wanaweza kuitumia, na Yanga naona ni wazuri sana, wanatumia sana zile mashambulizi ya kushtukiza. Ni wazuri kwenye kutengeneza nafasi, wanakimbia sana wanapokuwa wanakuja kushambulia. Na kurejea kwa Pacome kuna waongezea hiyo nguvu. Kwa hiyo nadhani ni mchezo ambao nawaona Yanga watanufaika kwa mazingira yao. Kwa hiyo pamoja na hiyo orodha majeruhi walikuwa nayo, bado naona kule mbele Mudathiri akija, Duke Abuya, unaona wana nafasi. Kuna Emmanuel Manengo anakuja kwenye timu pale, anaanza kucheza. Kwa hiyo unaona kabisa ni timu ambayo kwenda mbele kwao sio tatizo sana, na hilo linawapa nguvu kupata matokeo. Na uwanja ni mzuri, labda kutokea mabadiliko ya leo, lakini kwa uwanja unavyoonekana ni mzuri, na Yanga wanapenda uwanja wa namna hiyo. Kwa hiyo wataendelea kucheza pasi zao, wataendelea kukaa nyuma muda mrefu, lakini watakushambulia pale wanapokuwa wanaamua kushambulia. Nadhani hiyo ndio hatari ambayo leo watakutana nayo kama watakuwa wanafanya mashambulizi bila kuwa na tahadhari. Kwa hiyo Yanga ni wazuri kwenye kupiga mashambulizi ya kushtukiza. Ndio naangalia mechi hiyo. Michael Pedro kama na kikosi chake hivi. Yani ni nadra sana kusema kwamba kutakuwa na mabadiliko. Zaidi atacheza na sentafu au nani striker wawili, muda mwingine anaweza kapangua kikosi kidogo, lakini kwa kikosi cha Yanga unakijua mara nyingi kwamba ni hiki hapa kinachoenda. Kuna approach ambayo TRA wanapaswa kuikopi, mfano mechi ya Simba dhidi ya Yanga, mechi ya Tanzania Prison dhidi ya Yanga, mechi ya Namungo dhidi ya Yanga. Kuna approach ambazo mechi ya Azam, inawezekana wachezaji wakawa ni tofauti katika viwango vyao, lakini kuna approach ambayo unapaswa kwenda na heshima kwa Yanga, lakini pia mwisho wa siku hii hapa imadi upate angalau matokeo. Nafikiri kitu cha kwanza ambacho TRA wanaweza akawa wanatakiwa kukifanya na kinabakia kuwa kwenye uhalisia ni kujua kwamba Yanga bado ni timu ambayo inaweza ikakupa pressure muda wote kwenye kipindi ambacho anataka kushambulia. Hata kwenye mechi ambazo Yanga unakuta wako chini, lakini inatokea moments chache ambazo wanakuja kwenye lango lako, bado unatakiwa kuwa makini kwenye kufanya kazi ya uzuiaji. Kwenye hizo mechi ambazo umezitaja hapo za hivi karibuni, ni mechi ambazo Yanga amekutana wakati mgumu kiwanjani, kwa sababu ni mechi ambazo Yanga amefeli kabisa kupata goli kwenye open play. Wamefunga goli la penalty kwenye mechi dhidi ya Namungo, mpira wa set piece. Walifunga goli pia la set piece kwenye mechi dhidi ya Tanzania Prisons, mpira wa kutengwa ambao ulipigwa, mpira wa pili wakaenda Depo anafunga. Tafsiri yake ni kwamba hiyo ni noti ambayo TRA inaweza kusema na sisi twende na script hii ya wapinzani ambao walikutana na Young Africans ili kuweza kuwapa ugumu, kuliko tukienda na mentality kwamba tunaweza tukapishana nao kwa muda mwingi wa mechi, yakatokea yale ambayo yalitokea kwenye mechi dhidi ya JKT. Yanga ilikuwa nadhaniwa pengine iko down, lakini kwa sababu JKT wenyewe approach yao iliona kwamba wanaweza kapishana na Yanga kwenye baadhi ya maeneo, na namba wachezaji hata ikiwa ni 3 dhidi ya 3 wakaamini kwamba anaweza kashinda. Hata Singida Black Stars. Ya Singida pia the same. Jambo ambalo lilikuwa ni gumu kwa kuweza kuliapproach. Lakini angalia hizo mechi 4 ambazo tumezitaja hapo ambazo Yanga ni either kufunga goli dhidi ya Simba na dhidi ya Azam FC, na hizi 2 ambazo Yanga alifunga kwa njia ya mpira kutengwa baada ya mipango mingi ya open play kuwa inashindikana kwa sababu ya kile ambacho wapinzani walikuwa wanakifanya kwenye kuzuia, either iwe ni kufanya interception nyingi kama ambavyo walifanya Tanzania Prisons kwenye mechi ambayo inaonekana hapa, ama iwe ni kwenye kushindana kwenye battle ya mpira mmoja dhidi ya mmoja kama ambavyo walifanya na Mungu kwenye mechi yao ile ambayo walifungwa kwa changamoto mkojo wa penalti. Maana yake iliwalazimu na Mungu kucheza vile kwa muda mwingi mpaka kwenye dakika za mwisho kabisa ambapo
uliona wamebadilisha approach, nao pia wakawa wanaenda kuwashambulia Young Africans, lakini katika wakati ambao Yanga alikuwa ameamua sasa tubadilishe mpango, tuwe na watu wengi kwenye eneo la kuzuia, mechi imeshamalizika kwa sababu tayari tumepata goli moja. Kwa hiyo unachojaribu kuangalia kwenye mechi ya TRA dhidi ya Yanga, pengine bado unatamani kuona TRA nao wakija na approach ya kuamini kwamba tunatakiwa kuzuia kwa muda mwingi na tuwe na wachezaji ambao watakuwa wana nguvu kwenye eneo la kuzuia, na faida ambao wao wanaweza akaisubiria kama mtego kwa upande wao pengine kuwa na wachezaji hawa watatu ambao tutataja mwanzoni, ambao mwalimu kwa mechi za hivi karibuni Etienne amewatumia kama sehemu ya wachezaji ambao wanashambulia. Either ataanza na Chanda Chewe pamoja na Chobwedo, ama ataanza na Kananao na Chobwedo, lakini una uwepo wa Mapaka ambaye ni striker ambaye unamwona kwenye moments kadhaa amejaribu kutuonesha kitu cha utofauti na kile ambacho TRA alikuwa amekikosa kwenye mechi za hivi karibuni, ambacho alikuwa na kiofa mtu kama labda nani alikuwa Simba, KMC, Azam FC, jina lake limetoka, Chilunda Shabani, Chilunda. Yes, kwa hiyo unaweza kuona kuna huo tofauti ambao Mapaka anaweza akatoa. Kwa hiyo inawezekana kwenye moments nyingi ukakuta namba wachezaji ambao TRA watakuwa nao kwenye eneo la kushambulia ikabakia kuwa ni 3, ikiongezeka ni watu 4, kwa sababu ya hiyo nature ambayo wanaenda kukabiliana nayo dhidi ya Young Africans, unless wao wakubali kwamba tupishane nao, lakini uvumilivu wa kupishana nao mtakuwa nao kwa muda gani, na Yanga atakuwa na matumizi sahihi ya nafasi kwa kiasi gani kwenye mechi ambayo unategemea tena na mshambuliaji mmoja, lakini bado ana faida ya kuwa na viungo wengi wa ushambuliaji ambao anaweza akakupa wakati mgumu. Amerejea Pacome Zouzoua ambaye unajua kwamba ukimwacha kwenye situation ya kukabiliana na mpinzani mmoja ama wawili anaweza akawazidi. Maana yake ni kwamba unatakiwa kuweka tahadhari kubwa zaidi jinsi ambavyo unatakiwa kumzuia. Ni either utazuia huduma zisifike kwake, ama wakati ambao anapata mipira akutana na watu ambao anaweza akampa wakati mgumu. Kwa hiyo bado unaweza kaona TRA pengine kwenye approach ambao anaweza kwenda nayo kwenye mechi ni kuona kwamba hizi mechi 4 ambazo tumezitaja hapa ndio iwe ni script yao kwenda kuwakabili Young Africans kwenye mchezo, ili angalau wawe na moments nzuri kwenye mechi kuliko kuifanya mechi kawa rahisi zaidi kwa wao kupishana na Yanga na pengine Yanga kupata faida ya kuscore kwa wepesi zaidi. Miongoni mwa vitu ambavyo Young Africans wanajivunia ni eneo lao la kiungo na jinsi ambavyo timu na be detected mtu kama Mohamed Damaro Kamara, lakini na Mudathir, lakini miongoni mwa mtu ambaye unasema kwamba amekuwa ni miongoni mwa mchezeshaji mzuri ni Duke Abuya. Kinga mkono. Abuya ni master kabisa. Yaani mimi naona Yanga wanacheza, lakini Mudathir anakukumbusha enzi zako. Vibaya sana. Yaani katika mtu ambaye namwangalia Yanga ni hatari ni Mudathir na Duke Abuya. Ni wachezaji ambao wakati Pacome hayupo pale kutengeneza magoli, wametengeneza magoli mengi sana. Yaani ukiangalia wao wanapiga pasi nyingi sana za goli wakitokea chini. Na ndio ambao wanaonekana zile pasi zile mpenyezo ndefu, wao ndio watengenezaji wakubwa hizo pasi. Kwa hiyo kama TRA watafanikiwa kuwazuia wa mabwana wasicheze na kupitisha pasi zao hivyo, nadhani watakuwa wamefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana kuwazuia Yanga, kwa sababu ni wachezaji ambao wanaweza kutazama mchezo na kuweza kupitisha pasi, kwa sababu wao mara nyingi wako chini. Kwa hiyo unaweza ukaona kama hawana madhara, lakini kumbe wao jicho lao liko mbali sana. Kwa hiyo wanaweza kupitisha pasi zile ndefu. Unamuona Max anakimbia, umeona Dube anakimbia. Kukimbia kwa Dube ni kutokana na wao jinsi wanavyoweza kumuona na kumpitishia mipira ambayo inampa nafasi yeye kukimbia na kucheza. Kwa hiyo nadhani Yanga wanaendelea kujivunia hilo. Damaro naonekana bado ana changamoto, nadhani anaweza karudi, lakini ule mara nyingi mechi haiwezi kuisha bila kadi. Hiyo inakuwa ni changamoto kwake. Kwa hiyo nadhani inabidi abadilike kiuchezaji. Ana nguvu, anaweza kuzuia, lakini sasa mara nyingi anakujikuta anachelewa, anaingia kwenye mili ya watu. Kwa hiyo kama anaigharimu timu. Unaona, kwa nadhani lazima na yeye abadilike kiuchezaji, arudi kuwa kwenye kiwango kinachostahili cha kuonyesha kwa nini yuko pale, na awaonyeshe Yanga ule ulinzi wake, sio tu kwa kuingia kwenye mili ya watu, lakini kupokonya mpira dakika zote 90 bila kupata madhara yote na kuisaidia timu, kwa sababu hiyo ndio naona changamoto wakati mwingine kwake yeye. Ni mchezaji mzuri, anaweza kumiliki mpira, lakini wakati yeye akienda kupola mpira mara nyingi huwa anachelewa kutokana hana kasi ya kwenda kumwahi mtu, kwa hiyo anashindwa kuwazuia wachezaji, anaishia kuingia miguuni. Na Michael tunaenda kuipata game gani tough zaidi, kupishana ama kuna moja tatulia ili amsubiri mwenzake? Kwangu nafikiri kwa TRA wanaweza akawa ni timu ambayo
itawasubiria Yanga na wao react kwenye kile ambacho kitatokea. Lakini nafikiri pia approach ya Yanga inaweza ikabadilika kwa sababu kukosekana kwa Depu tafsiri yake ni kwamba Yanga anabakia kuwa na mpango ambao unatarajia kuwa ni mshambuliaji mmoja ambaye ni Prince Dube. Tafsiri yake ni kwamba Yanga anaweza wakarudi kwenye mechi hii wakiwa na uwepo wa viungo wote watatu ambao wamewataja, Duke Abuya, Mudathir pamoja na Kamara. Damaro ambaye kwenye mechi iliyopita nakumbuka hakuwa sehemu ya kikosi. Hakuwa kwenye kikosi, nafikiri alikuwa kwenye bench. Alikuwa bench. Alikuwepo lakini hakutumika kabisa kwenye mpango. Na hakutumika kwa sababu Yanga waliamua kuingia na washambuliaji wawili. Maana kuingia na washambuliaji wawili unafanya sasa eneo la chini liwe na Mudathir pamoja na Duke Abuya. Lakini leo kwa sababu Yanga ataingia na mshambuliaji mmoja, maana yake ni kwamba Prince anakaa juu, nyuma yake anakuwa ni Mudathir haya. Then chini anaweza akawa na hiyo advantage ya kuwa na Damaro pamoja na Duke Abuya. Max na Pacoma anaweza akacheza kwenye maeneo ya pembeni kwa sababu ya kupa faida, ama either ataanza na Okelo. Lakini kama itakuwa vinginevyo, manake bado unaweza kusema Yanga anaweza akapata faida nyingine, either kubakia kwenye mechi bila kumtumia Damaro Kamara ili wapate flow nzuri ya mechi, wawe na Mudathir pamoja na Duke Abuya, then waifanye mechi kuwa na kasi zaidi, wawe na Max, wawe na Pacoma, wawe na Allen Okelo pamoja na Prince Dube, ambao watakuwa wanaifanya mechi kuwa na flow zaidi kwenye eneo la kushambulia kuliko kuwa na tension kwenye eneo la kuzuia, kama ambavyo wao wanaweza akawa natamani kuwapa pressure kubwa zaidi TRA kwenye mchezo kuliko wao pia kukaa kwenye eneo la kuzuia. Turufu yako? Young Africans. Sawa. Tutoke hapo katika mechi ya Young Africans dhidi ya TRA United. Kumbuka uchambuzi utaanza kupata kuanzia saa 9 kamili alasiri. Utaweza kupata uchambuzi huo kuhusiana na mechi kati ya TRA United dhidi ya Young Africans.